Mtazamaji wa Cast TV, karibu tena kwenye siku nyingine kwenye The Converse, mahali ambako tunapiga stori za kawaida tu, lakini leo ni stori zinazohusiana na masuala ya kisiasa. Mkoani Kigoma kuna majina mawili makubwa kwenye ulimwengu wa siasa, Clayton Levocatus Chipando na Abdul Nondo. Hawa ni watu wawili ambao awali walikuwa kwenye chama kimoja, chama cha ACT Wazalendo. Lakini tunavyozungumza hivi sasa, mmoja ni mheshimiwa kupitia Chama cha Mapinduzi, na mzungumzia Clayton Levocatus Chipando au Baba Levo, na mwingine alikuwa campaign manager wakati wa siasa, wakati wa uchaguzi mwaka 2025 mwezi Oktoba, ambapo kura hazikutosha kwa upande wa Zitto Kabwe na mbunge akawa ni Clayton Levocatus Chipando. Na zimeibuka zogo zinazohusisha Abdul Nondo na Baba Levo. Hichi ndio kitu ambacho kwenye The Converse hii leo tunaenda kukijadili. Hii ina maana gani kwa taswira ya siasa za mkoa wa Kigoma? Ina maana gani kwa Abdul Nondo? Ina maana gani kwa Baba Levo na hata kwa Zitto Kabwe ambaye yeye ni kiongozi wa hawa wote wawili? Kwa nyakati tofauti wote wawili wamekiri Zitto ndio baba wa siasa kwa upande wao. Lusamo Hamisi Lusamo ndio jina langu. Niko na moja kati ya wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa hapa mkoani Kigoma. Atajitambulisha yeye kisha tutapata mawili matatu kutoka kwake. Habari yako ndugu yangu? Asante. Niko vizuri. Watanzania wangependa kwanza kukufahamu. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Amani Kilatungwa, ni mkazi wa Kazegunga. Tumeona maneno ambao wamekuwa wakitupiana Abdul Nondo na Baba Levo. Awali walikuwa boti moja, lakini sasa hivi siasa zimewatenganisha. Kwanza, haya maneno wanayotupiana yanamaanisha kitu gani kwa wote wawili? Kimsingi unaweza kuangalia kwa pande mbili, kwa sababu tunapoongelea sasa hivi Baba Levo yuko kwenye mkondo mwingine wa kisiasa na Abdul Nondo yuko mkondo mwingine wa kisiasa. Kwa hiyo hapo ni win to win. Unachoangalia hapo ni kwenye msingi wa siasa ya vyama, kila mmoja anavutia upande wake. Lakini katika mazingira sasa ya mkoa kama mkoa wa Kigoma si taswira nzuri, na ukizingatia wale ni vijana na wana safari ndefu katika masuala ya kisiasa. Inawezekana ikawa ni mpango uliopangwa kati ya Baba Levo na Abdul Nondo ili kutaka kuiamsha Kigoma, kuirudisha tena kwenye ramani, kwa sababu ni watu wawili mashuhuri ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa wakaamua kucrash each other, kutaka kuirejesha tena Kigoma kwenye ramani za kisiasa, kwa sababu sasa hivi siasa hazifanyiki, lakini mgongano wao unaweza ukavirudisha vyombo vya habari na watu wanaofuatilia siasa kutazama mkoa wa Kigoma ni kitu gani hasa kinaendelea kwenye siasa. Nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini hicho, kwa sababu unapoongelea mkoa wa Kigoma siasa bado inafanyika. Kwa maana ukiangalia yeye mwenyewe Baba Levo kitu anachokifanya bungeni inamaanisha wazi huku Kigoma kuna watu wa aina gani. Pia katika historia ya siasa ya nchi hii huwezi kuangalia siasa bila kuongelea mkoa wa Kigoma. Ukimwongelea Zitto Kabwe mwenyewe, hata kama siasa haitofanyika mkoa wa Kigoma, ila majina ya wanasiasa wakubwa leo katika mkoa wa Kigoma tunaweza kusema ni sababu tosha ya kusema kwamba siasa bado ipo. Lakini kwenye dhana sasa ya kutafuta ufuasi katika vyama na wale ni vijana, tunaweza kuangalia kwa upande mwingine, kama kwa mfano tunavyosema vijana wanasema upande wa kiki na nini. Lakini sidhani kama ni kiki kwa siasa sasa hivi. Nikiangalia naenda mbali zaidi, naangalia kuna baadhi ya wanasiasa wanatumia mgongo wa siasa kujinufaisha kiuchumi. Kwa hiyo hii bato ya Baba Levo na Abdul Nondo inaweza nyuma kuna mkono wa kuna masuala ya kiuchumi nyuma ukiangalia, kwa sababu sasa hivi kwenye maisha ya kawaida tu mtu unaweza kuwa umekusana na mtu anakupeleka mahakamani lengo kupata fedha, kwa sababu kwa hiyo ukiangalia katika mazingira kama hayo, mimi naona kuna masuala ya kiuchumi yamo, pia kuna dhana ya kuvutana kisiasa kutokana na mikondo tofauti ya vyama. Kauli ambazo Baba Levo anamtuhumu Abdul Nondo kuzitoa dhidi yake ni kauli ambazo zinaweza zikamshushia heshima, hadhi na umaarufu Baba Levo? Hapana. Kwa kauli ambazo Baba Levo anamshutumu Abdul Nondo, kwanza ni kauli ambazo zina uzito, kwa sababu ukimsikia Baba Levo anadai Abdul Nondo anaongea kwamba yeye Baba Levo kula hazikutosha, walimuibia. Sasa ukiangalia kwenye dhana kama hivyo, kwanza tukiangalia kwenye hiyo swala la uchaguzi huu, kuna kesi iko mahakamani mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hilo swala linamchafua Baba Levo kwa njia moja au nyingine kisiasa. Sio afya kabisa ni masuala ya kisiasa.
Na lile ambalo Nondo anamtuhumu nalo Baba Levo, kwamba Baba Levo anasema Abdul Nondo hakuwahi kutekwa, ila alikuwa anatafuta kiki. Hii nayo ina maana gani kwa upande wa Abdul Nondo? Pia nikisema kwa upande wa Abdul Nondo, dhana ya kutekwa katika nchi yetu kila mmoja anafahamu jinsi ilivyo, na kauli ya Baba Levo kusema nilipofuatia haya maongezi kati ya Abdul Nondo, hizi shutuma Abdul Nondo anamwambia Baba Levo anadai yeye alikoti alichokisema polisi. Lakini tunafahamu kabisa wazi kwamba Abdul Nondo ile situation ilitokea, lakini kwa taarifa ya polisi wakasema kwamba Abdul Nondo alijiteka, hakutekwa. Sasa kama tunavyosema itakuwa ni kweli kile alichokisema Baba Levo kwamba Abdul Nondo alijiteka, inamchafua. Lakini ukienda mbali zaidi, Abdul Nondo amekanusha, amesema mahakama ilishamsafisha. Sasa imemsafisha kivipi? Tunaangalia katika upande mwingine kwamba mahakama imemsafisha Abdul Nondo kwa dhana ya kwamba hakutekwa, alijiteka. Na kama mahakama imesema kwamba Abdul Nondo hakutekwa, hakujiteka, alitekwa, pia ufafanuzi ungetokea kwamba nani alimteka. Lakini kwa dhana hiyo yeye Abdul Nondo anadai kwamba yeye hakujiteka, alitekwa. Hivyo basi anaomba fidia, kwa sababu ukiangalia kwa dhana hiyo kama alijiteka, na yeye ni kijana mdogo Abdul Nondo, ana future ya kisiasa. Kwa hiyo kama jamii itaamini hicho kwamba Abdul Nondo alijiteka, inamchafua kisiasa. Naomba nikurudishe nyuma kidogo, tumuingize Zitto Kabwe kwenye mazungumzo yetu. Kwenye baadhi ya nyakati sijawahi kumsikia Zitto Kabwe wala Abdul Nondo akizungumza, lakini kutokana na watu wa karibu wa hawa watu nimewahi kusikia ikisemwa kwamba kwenye uchaguzi wa 2025 aliyepaswa kugombea tiketi ya ubunge kupitia ACT alipaswa kuwa Abdul Nondo, lakini Zitto Kabwe akarudi kugombea, na kwa heshima, hadhi na nafasi yake ndani ya chama ilivyo, hakukuwa na kipingamizi, akabidi agombee. Nimemsikia Baba Levo akizungumza na vyombo vya habari akisema kwamba walikubaliana na Zitto Kabwe 2025 yeye ndiye atakayepeperusha bendera ya ACT kwenye nafasi ya ubunge. Kwa kitendo cha Zitto Kabwe kutaka tena kugombea ilikuwa ni kukiuka makubaliano ya Baba Levo na Zitto Kabwe, kwa sababu hawa watu wawili wote walikuwa wanahitaji hii nafasi ya kugombea ubunge. Inawezekana kuna kampango ka kutaka kumfuta Zitto Kabwe kwenye siasa za mkoa wa Kigoma, na wao wawili ndio wawe farasi wa siasa za ndani ya mkoa wa Kigoma. Ni kweli kama ulivyosema kwamba 2025 kulitokea maneno kwamba Abdul Nondo alikuwa alichukua fomu kabisa. Wakaenda kwenye mchuano na Nestor Zubero Kabwe akashindwa. Baba Levo aliposhindwa mwaka 2020 akaondoka akaenda Dar es Salaam, lakini akasema atarudi kugombea. Na yeye siku zote kwenye mitandao ya kijamii alikuwa anasema anakuja kugombea ubunge wa jimbo la Kigoma mjini. Sasa sijasikia kauli ya Zitto Kabwe akisema kwamba hatokuwa na nia ya kugombea jimbo la Kigoma mjini. Sasa kama hiyo kauli ni mambo yanaongelewa huko, kila chama kina mfumo wake wa kumpata kiongozi ambaye anaweza kupeperusha bendera. Kwa dhana ya kwamba Abdul Nondo aliingia kwenye mchuano na Zitto Kabwe akapita kwa kishindo. Sasa unakuja kuangalia upande wa Baba Levo, pia yeye alikuwa anasema kwenye vyombo vya habari tu kwamba Zitto Kabwe, lakini bila kupepesa macho. Zitto Kabwe ni jabali, lakini vijana wana michezo. Siasa ina mchezo, siasa ni mchezo mchafu kama anavyosema. Ukiwini utakuwa mchezo msafi. Kwa hiyo mimi sidhani kama hii bato ya Baba Levo na Abdul Nondo kwamba inataka kumuondoa Zitto kabisa kwenye siasa ya Kigoma. Hapana. Kwa sababu siasa kumtafuta mgombea wao, hata pia wawili Baba Levo na Abdul Nondo hawako salama kwenye vyama, kwamba kwa kauli atakayosema kwamba chama ndio kitasema sasa huyu anaenda kutupeperushia mwaka 2030 au yeye huyu Baba Levo Chama cha Mapinduzi kitasema sasa huyu ndio anatosha. Hapana, lazima apite kwenye mchakato wa kichama ambao wale ndio wataona. Kwa maoni yangu ya kawaida, nikiangalia uchaguzi jinsi ulivyokuwa 2025 kati ya Baba Levo na Zitto Zuberi Kabwe, ule uchaguzi ulikuwa ni moja ya chaguzi za kihistoria ndani ya mkoa wa Kigoma, kwa sababu tunaweza kusema Zitto amemlea Baba Levo. Baba Levo hakuwa mwanasiasa kabisa, alikuwa ni msanii. Sasa amemlea, na mimi naweza kusema watu wa mkoa wa Kigoma wametengenezwa kiharakati. Hata Baba Levo ukimsikia
sio ile mwanasiasa wa kawaida tunajua amechujwa kwenye vyama. Yule amekaa kiharakati, hata bungeni ukimwangalia amekaa kiharakati. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mkoa wa Kigoma umekaa yani ndio kama top ya wanasiasa. Kwa hiyo kitendo cha Baba Levo na Abdul Nondo kwamba wanaweza kumfuta Zitto Kabwe, hapana. Zitto Kabwe anaweza kwenda kugombea hata urais na akafahamika. Kwa hiyo mimi sidhani nitakuwa mtu wa mwisho kusema kwamba Zitto Kabwe hii bato ya Baba Levo na ndugu yake Abdul Nondo kwa sababu ni watoto wa baba mmoja kwamba wanataka kumuathiri baba. Siwezi kuamini hicho kitu. Ni wao tu wawili vijana wangu wanataka kutetemeshana. Kuna wakati Baba Levo alisema anahitaji Kigoma yenye umoja zaidi ili iweze kupiga hatua. Abdul Nondo ni moja kati ya vijana ambao wana nguvu kubwa ya ushawishi ndani ya mkoa wa Kigoma na hata nje ya mkoa wa Kigoma. Lakini anakuja anaingia naye kwenye mvutano ule ambao yeye anaoukataa. Ni kitu gani kimetokea kwa Baba Levo? Amesahau alichokuwa anakiamini, amesahau anachokisimamia, au ile kauli ya mwanzoni kwamba masuala ya kibiashara ndio yana influence huu mgogoro? Yani swali nzuri ndugu mtangazaji. Ni kwamba Baba Levo anachokifanya anaamini akili yake. Yani anafanya kitu ambacho anakijua. Unanielewa? Na pia Abdul Nondo anachokifanya anafanya kitu ambacho anakifahamu. Hao jamaa wanafanya vitu ambavyo wanavifahamu. Kwenye mikondo ya kisiasa, Baba Levo tunayemwongelea leo si mwanachama wa ACT Wazalendo. Abdul Nondo tunayemwongelea leo si mwanachama Chama cha Mapinduzi. Abdul ni mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Baba Levo ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sitaki kusema kwamba vyama ndio vinawatuma. Hapana. Lakini kila mmoja yuko kwenye win to win. Baba Levo akimsukuma Abdul Nondo mahakamani, akawini, ataendelea kuaminisha wananchi kwamba huyu mtu alijiteka. Huyu Abdul Nondo akimsukuma mahakamani Baba Levo, akamshinda, atakuja kusema 2030 kwamba huyu mtu ni muongo, msimuamini. Tunaelewana? Kwa hiyo kwenye dhana kama hiyo, hawa wote kwenye issue ya umoja wa mkoa wa Kigoma, ni kweli kabisa tunapaswa kuungana. Hawa vijana ni vijana wadogo. Nitaka niliongelea mwisho, lakini naomba niseme kwenye siasa Abdul Nondo ni mchanga, bado ni mchanga. Tuweze kusema ni giant licha kwamba harakati zake ameanza muda akiwa bado ni kijana mdogo. Baba Levo ni mtu ambaye kwenye siasa ni sijamweka kama ni icon, hapana, bado ni wa kawaida. Kwa hiyo naweza kusema kwenye hawa wanafanya vitu ambavyo wanajua maana yake. Na hii bato mimi kwa jicho langu la kawaida halifiki mbali. Hii bato haina muda mrefu hii. Baba anaweza kawaita. Baba hawaiti. Baba hawezi kuwaita. Lakini kuna mambo yatafanyika tu. Kuna mambo yatafanyika. Kama wataamua kwenda mahakamani, ni wao wameamua kwenda mahakamani. Lakini Baba Levo amedemand kuwa apologize au anampeleka moja kwa moja Abdul Nondo mahakamani? Baba Levo kwenye maongezi yake anasema yeye haombi msamaha wala anampeleka tena, anataka milioni 550 kama fidia. Unaona? Sasa kama Baba Levo najua aishaonja asali. Ushaonja asali. Ashampeleka wakazi kule. Wakazi amekata rufaa Melambo. Kwa hiyo Baba Levo anafanya vitu anavyojua. Ndio mwambie hao jamaa wote wanafanya vitu anavyojua. Kwa atakayewini basi. Lakini kwa umoja wa mkoa wa Kigoma, ndugu mtangazaji, jua kwamba hawa watu wako kwenye vyama tofauti. Sasa huo umoja tunataka kuongelea hapa, tuwaunganishe watu wa Kigoma nje ya vyama au tuwaunganishe watu wa Kigoma kwenye vyama. Ukiwaleta kwenye vyama, huo umoja tutaangalia sana. Tutachelewa sana kuuona. Lakini kwenye nje, leka tutigite labda. Sasa labda unisaidie kitu kimoja. Kipi kitakuwa na afya ya maendeleo ya jimbo la Kigoma mjini kati ya kuwepo mgogoro kati ya Baba Levo na Abdul Nondo au kuto kuwepo mgogoro wa Baba Levo na Abdul Nondo? Kipi? Jibu ni moja, ni kwamba afya ya maendeleo ya mkoa wa Kigoma hayaleti kwa hiyo migogoro ya hawa watu. Inaweza ikawa Baba Levo anataka kumprove wrong Abdul Nondo ili wananchi wamzodoe Abdul Nondo, kwa akaamua kupush maendeleo kwa namna ambavyo anavyoweza ili maendeleo yaje, ili Abdul Nondo akose cha kuzungumza, kwa sababu kuna statement ambayo zimekuwa zikitembea toka wakati wa kampeni kwamba Baba Levo hatoshi kwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Kwa kuibuka kwa hii controversy hakuwezi kuchangia kweli Baba Levo akapush maendeleo kwa speed na watu wakanufaika. Umesababisha nicheke kweli. Baba Levo navyomuona mimi kwenye issue ya maendeleo ameanza kuifanya hata kabla. Alivyokuwa diwani Baba Levo alishawahi kuleta mtiti
ndani ya baraza la madiwani. Hata juzi hata ngumi alirusha. Hata juzi kwa nani asili ya ndani huko kuna waka moto. Kwa hiyo Baba Levo kwenye issue ya maendeleo anayasukuma bila kujua kuna kipingamizi gani huko nyuma. Tukimwangalia bungeni. Kwa hiyo mimi nadhani Baba Levo yeye atakachokisema 2030 sio kwa niaba ya, hawezi kufanya kwa sababu ya Abdul Nondo. Hapana. Hawezi kufanya kwa sababu Abdul Nondo. Abdul Nondo anamshutumu Baba Levo kwamba alipita kwa kuiba kura. Sasa Baba Levo yeye akifanya maendeleo kama anajiita mabarabara, akiweka mabarabara sehemu zote kama anavyosema yeye, kesho ukaja kumwambia mtu wa Kigoma kwamba wewe uliiba kula wakati kuna barabara. Sidhani kama mtu mwenye kiti mama mwepesi sana mwenye akili kama zangu anasema na mimi nitamsaidia kuiba. Na mimi itabidi niibe ili kuwepo barabara. Si ndivyo? Umeona hicho kitu? Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna kuwini hapa. Eti Baba Levo atasukuma kwa sababu hapa yeye Mr. Mabarabara aendelee na mabarabara yake. Aendelee na kile ambacho anakiamini kitasaidia mkoa wa Kigoma na jimbo lake la Kigoma mjini, ili kesho tumprove kwa maendeleo. Hatuwezi kumprove kwa nini? Kwa maneno. Licha ya siasa za mkoa wa Kigoma, tulione hili jambo kweli likienda mahakamani au litaisha kabla ya kufika mahakamani. Mimi kwa jinsi ninavyoona kwa siasa ya mkoa wa Kigoma, otherwise hao wawe kwenye masuala ya kiuchumi. Yaani wakiangalia kwenye swala la kiuchumi litaenda mbali. Na kama watapatikana watu washauri huko wa kuwavuruga hawa watu litaenda mbali, si ndio? Lakini kwa mimi ninavyoona hakuna mgogoro. Yaani Baba Levo hana mgogoro na Abdul Nondo. Hakuna. Kwa sababu huyu akisema nilipe na Abdul Nondo mwenyewe hana mgogoro. Unajua tukiangalia siasa ya hawa watu wawili, Baba Levo na Abdul Nondo. Hawa watu nimeshasema hawa ni wanaharakati. Yaani nje ya siasa kuna wanaharakati. Abdul ametoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunajua kichomkuta. Si ndivyo? Akahama. Unaona? Akafukuzwa, akaacha chuo kijana yule. Akaita harakati, sio kitu kidogo. Baba Levo amefungwa jela yule. Si ndivyo? Tunamfahamu vizuri, amefungwa jela. Kwa hawa watu wote wawili ni potential kwa maendeleo ya jimbo la Kigoma mjini. Wote wawili kisiasa. Baba Levo akisimama kwenye jukwaa lake, Baba Levo ataiongelea Kigoma. Yule Abdul Nondo akisimama anaiongelea Kigoma. Ndio tunachokitaka sisi watu wa Kigoma. Sisi tutaki eti mahakama. Hiyo milioni 500 Baba Levo amewini. Itatuletea nini? Anaweza akapeleka hata viti dispensary. Sawa, tunamjua anaweza kuleta magodoro na atasema sikukuu zinakuja watu wanaweza kula pilau. Sikatai. Kwa jinsi alivyo Baba Levo, sikatai hicho kitu. Na atasema kwamba milioni 500 baba ya Abduli hii hapa. Lakini hiyo 500 itatoka. Tunaelewana Si tunaelewana? Hiyo 500 Baba Levo sawa, mimi nasema leo mbele ya kamera. Baba Levo kama akimshinda Abdul Nondo hiyo kesi, hiyo milioni 500 ya Abdul Nondo anataka kumweka wapi? Kumbe ina afya. Tumeelewana? Abduli yule kaka yako wa jimbo la Kigoma mjini akienda pale akasema sasa nimekushinda, Abduli ana advantage kubwa kuliko Baba Levo kwenye hiyo kesi. Kama akishinda Baba Levo ataleta sasa, nakata kuchafuka, atatoa ile hela, atashikwa mambo yake na nini. Lakini kwa siasa ya mkoa wa Kigoma mimi naamini huo mgogoro ni vema wakakaa chini wakaumaliza. Hauna afya kabisa kwa maendeleo ya jimbo la Kigoma mjini. Cha kumalizia ambacho nadhani inaweza kuwa ni ushauri kwa Abdul Nondo, Baba Levo au wananchi wa jimbo la Kigoma mjini ni kipi? Nianze kwa ndugu yangu Levocatus. Baba la baba. Ni mtu ambaye ameaminika. Kwa muda mchache ambao amekaa bungeni tumeona cheche zake. Ndugu mtangazaji, mimi nilibahatikiwa kwenda kwenye mkutano wa kwanza kabisa wa Baba Levo. Speech yake alivyoanza, ndani nilisema humu kuna Karl Marx. Humu kuna Mandela. Alafu baadaye akasema ataandamana na wananchi kwenda ziwani wakifunga. Nikasema hapa sasa yule tulikuwa tunamtaka. Mbunge tulikuwa tunamtaka ni huyu. Na nilipomfuata bungeni tena hakubadilika, ni yule. Sema mkifunga ziwa mimi sikubali. Na mimi naandamana. Si ndivyo? Kwa hiyo mimi na muomba Baba Levo, hivi vitu si afya. Wala visimtoe kwenye reli. Arudi bungeni, arudi kwa wananchi, arudi kule kwa mawaziri kule anakofuata hadi nyumbani. Awambie tunataka barabara. Kigoma tunahitaji miundombinu. Kigoma tunahitaji lile bwawa.
liondoke pale la Katubuka. Nilikuwa naongea shangazi yangu jana, watu hawapitishe. Kwa hiyo mimi tunachokitaka sisi ni Katubuka itoke, maji yatoke Katubuka. Sisi tunachohitaji sisi ni soko letu lile liishe, barabara zikamilike, ndio tunachokihitaji kwa Baba Levo. Kesho tutampima kwa hivyo, na isha sema kama barabara zikishindikana, lile lipua lake anasema alilete kwa wananchi. Kwa hiyo mimi natomshauri Baba Levo aendelee kupigania, sisi tunamwamini. Ndugu yangu Abduli, Abduli ni kijana makini sana. Abduli ni kijana shupavu sana. Ile ni asset katika mkoa wa Kigoma, ni asset katika siasa. Kuna kijana anamuona Abduli anataka kuwa mwanasiasa, anataka kuwa mwanasiasa, lakini ni kweli kwa njia moja au nyingine ile kitu inaita taharuki kwamba alijiteka. Lakini haya mambo kama anasema mahakama ilimsafisha, turudi sasa kwenye yeye kama Abduli katika mkoa wetu wa nini wa Kigoma, ana advantage gani? Achukue hizo milioni 500 na ngapi anazozitaka huko mahakamani, sijui amesema ni ngapi. Najua atasema nyingi. Maendeleo asiwepo ndani ya mkoa wa Kigoma, au amuathiri kila siku mbunge, frustration zake ziwe kwenye kesi asimwathiri. Kwenye chama itakuwa na advantage. Chama chake cha ACT Wazalendo kitakuwa na advantage. Lakini kwa sisi wananchi wa Kigoma hatutakuwa na advantage. Sasa sisi wananchi, nakuja kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma. Kwa wale ambao wako karibu na hawa watu wawili, kwa wale ambao wako karibu na Abdul Nondo, hasa kaka yetu Zitto Zuberi Kabwe. Zitto mpaka leo nakwambia bado anaushawishi hadi kwa Baba Levo. Of course, hata niliona mmoja kati ya interviews Baba Levo anakili. Yule Baba Levo, unajua kuna siku moja unasemaga Baba Levo watu wamwangalie vizuri sana. Yule mwamba ni comedian. Of course. Sasa kwenye comedian kuna userious anawekaga. Na kuna kingine ni comedian hivyo. Zitto bado ana ushawishi kwa hawa watu wote wawili. Na naamini hawa watu wote wawili ana maongezi nao. Licha kwamba Baba Levo alisema na muda mrefu aongee na Zitto, lakini Zitto ndio baba wa siasa wao wote wawili. Akae nao. Awaambie waache hayo malumbano, si afya kwa mkoa wetu wa Kigoma. Tofauti na Baba Levo, mtu mwingine ambaye unadhani anaweza kaweka chini hawa watu wawili. Tofauti na Zitto Zuberi Kabwe. Kwenye mkoa huu wa Kigoma, kwa Baba Levo, yeye kama Baba Levo kwenye mkoa wa Kigoma, imani yake kubwa, labda nadhani watu wa vyama, watu wa chama, hasa mwenyekiti wa CCM mkoa. Kwa sababu kuna kitu fulani niwahi kukiona kipindi anafunga kampeni pale. Kuna kitu aliambiwa Baba Levo, kuna sema huwa anashuka, ana watu wake. Baba Levo ana watu wake. Kwa hiyo kuna watu ambao hasa kwenye vile vyama au viongozi wa dini hawawezi kuwaita, yani viongozi wa dini hawa wote wawili hawaruki. Yani unapoongelea dini, Baba Levo anaamini katika hao, yule ndugu yetu Abdul Nondo anaamini katika hao. Viongozi wa dini wazee maarufu ndani ya mkoa wa Kigoma. Wazee maarufu ndani ya mkoa wa Kigoma. Viongozi wa vyama vyao wale wakuu, licha kwamba asiamini 100% kwanza kwa sababu kuna win to win. Viongozi wa dini mkoa wa Kigoma, wazee maarufu akiwemo na viongozi wengine wakubwa ndani ya vyama, wazee wale maarufu, mashehe wale wakubwa, viongozi wa dini pande zote mbili, wachungaji na nini, wanaweza kuwaleta hawa kwa sababu hiki kitu hakina afya katika mkoa wetu wa Kigoma. Mimi nakushukuru. Asante sana. Hii ni The Converse, mimi ni Usama Misri Usama. Uendelee kutazama Alkas TV, mahali ambapo tunazungumza vitu vingi sana. Kwa leo tunaishia hapa. Tutakutana tena siku nyingine kwenye The Converse. Tutaendelea kupeana madini kama haya. Ni kijiweni lakini tunaongea madini.